Tuelekee Makueni ambapo waendeshaji wa magari ya uchukuzi wa umma katika kaunti hiyo wanatishia kususia kulipa kodi kwa serikali ya kaunti hiyo ikiwa magari madogo yasiyo na leseni yataendelea kufanya kazi ya uchukuzi wa umma kinyume cha sheria. Susan Waweru anaarifu. Matatu zinazohudumu mjini wote huko Makueni zilihudumu nje ya uwanja wa matatu wa wote, wakishinikiza kuondolewa kwa magari yasiyo na leseni za uchukuzi wa umma. Uchukuzi wa umma mjini wote ulitatizika kwa saa zaidi ya 5, kwani wenye matatu za kubeba abiria waliondoa waendeshaji wa magari hayo kwenye uwanja wa huduma za matatu na kuanza kubeba abiria nje ya maeneo yaliyokubalika. Tuliongea na wale ambao wanahusika na hiyo mpango ya kuwarudisha kwa uwanja na ikashindikana, mpaka tulikuwa tumewapea notice leo tutakuwa na mgomo kwa sababu hiyo changamoto, lakini wamengojea mpaka siku ikafika na sisi sasa tukakuja tukatoka nje tuandamane mpaka ile siku watasikia shida zetu. Muungano wa wenye magari ya uchukuzi wa umma ukisisitiza lazima biashara hiyo isawazishwe, la sivyo watakoma kulipa kodi ya kaunti iwapo malalamishi hayo hayatatiliwa maanani. Hatuna shida na hao watu wa Probox. Shida ni moja, tukikuwa zote tumekusanyika mahali pamoja. Mtu anachukua longi na maziwa. Kila nyumba maziwa tuwe pata maziwa. Lakini sasa wao wamekusanyika. Pandingo na waiba wako, kaveo wako, hapo kwa uwanja pia wako. Sasa wajua hiyo ndio shida. Ingawa kumekuwa na malalamiko mengi kutoka kwa waendeshaji wa matatu walio halali, tatizo hili halijaisha. Na tukijaribu kulia kidogo, wao wamekuwa wakitulemea ni kama kuna mtu ako nyuma yao ambaye anasema ni mkubwa, na leo ndio tulisimamisha magari yetu na biashara zetu ili tuweze kujua nani yako nyuma ya hao ambao hawafuati sheria. Katika wiki zijazo, hatima ya uchukuzi wa umma katika Makueni inakabiliwa na hatari ya kuendelea kutatizika kutokana na hali hii. Susan Waweru, NTV. Naam, asante sana Susan Waweru kwa taarifa hiyo. Na askofu mkuu wa kanisa Katoliki